Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo watazamaji wa Undugu TV na karibuni kwa ibada ya leo. Majina yangu naitwa Reverend Walter Mutevu, nafanya kazi ya Mungu MBC Ngamba. Nashukuru sana kwa ajili ya nafasi hii na siku ya leo ambayo Mungu ametufungulia mlango tuweze kunena na kukutana pamoja katika neno lake. Karibuni sana, tunaweza omba. Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya nafasi hii na siku njema ambayo umenijalia kuwa hai. Na kushukuru kwa ajili ya watazamaji wote ambao wataipokea neno lako siku ya leo. Naomba Mungu wa majeshi ili uweze kutuongoza katika kuelewa, katika kulishika neno lako ili tujue wokovu ambao ulitupatia bure, uliutoa ukamtoa mwana wako Yesu ili aweze kuwa mwokozi wa maisha yetu, ili zote tuweze kupokea. Mungu asante kwa kuwa umesikia na utanena nasi na utatubariki. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Mwanzo kabisa wokovu. Wokovu ni nini? Lazima tujue wokovu ni nini. Mapenzi ya Mungu katika mwanadamu ili kuleta wokovu. Wokovu basi ni kazi ya Mungu anayowaokoa watu wote katika kutoka kwa utumwa. Utumwa huu ni utumwa wa dhambi, utumwa wa shetani, nguvu za kuzimu na hata kaburi. Mungu alipanga tangu mwanzo ili aweze kukutafuta mwanadamu. Anitafute mimi, akutafute wewe, ili maisha yetu yasipotee na tusiweze kuangamia. Basi alipo upanga wokovu, Mungu anatoa watu kwa utawala mbaya. Mungu anatoa watu kwa utumwa wa shetani na kaburi. Kusudi kubwa ya Mungu kukomboa mwanadamu. Alitaka kumkomboa mwanadamu ili ampe uzima wa milele, ampe nuru, ampe upendo, aweze kupata maisha na afya nzuri. Mungu anaokoa mwanadamu kutoka kwa shida zote na dhambi. Mungu anaokoa mwanadamu kutoka kwa majaribu yote na matatizo ya ulimwengu. Basi alipomtoa Yesu Kristo, anamleta mwanadamu ili awe mtu Mkristo wa furaha. Mungu uokoa. Mungu ndiye aokoaye na hakuna mwingine anayeokoa mwanadamu. Lazima tujue wokovu ambao ninazungumzia ni wokovu ambao Mungu alimtoa Yesu pale msalabani akafa. Nyakati hizi ni nyakati za Pasaka ambapo tunakumbuka kufa kwa Yesu Kristo, kuteswa hata kufufuka. Basi wa Kristo lazima tuelewe na lazima tushike neno la Mungu kabisa, tukijua ya kwamba Mungu pekee ndiye mwokozi, wokovu wa kweli na ulio wa kweli kabisa, na wokovu ambao hakuna mwingine unatokana na Mungu kwa wakati alimtoa mwana wake Yesu ili aweze kufa kwa ajili ya maisha yetu. Basi aliahidi ya kuwa uzao wa mwanamke utabonda kichwa cha nyoka. Pale mwanzo kabisa, unaposoma Mwanzo sura hiyo ya 3 mstari wa 15, ndipo Mungu alihubiri neno la kwanza, akaahidi mwanadamu ya kwamba atamtoa katika anguko la dhambi ambayo aliingia kwayo. Basi huyu Mungu alimtuma mwanawe Yesu Kristo ambaye alizaliwa hapa ulimwenguni, kwa maana alimwambia nyoka aliyemdanganya ya kwamba mwanadamu hatakuwa amepotea milele, Mungu atamtafuta, na kwa uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo, Yesu ambaye alikufa, alizaliwa na Bikira Mariamu. Basi tunakumbuka kufa kwake hapo tarehe 18. Huyu Yesu ndiye Mungu aliahidi ya kwamba atamtuma ulimwenguni aweze kukomboa mwanadamu. Yesu alipokuja ulimwenguni, lazima tusome pia historia ya Mungu vile alivyotembea na wana wa Israeli. Akamtoa Ibrahimu, akamchagua, na pale Mungu akawaahidi ya kwamba wanadamu wote hawataweza kupokea. Basi lazima tuelewe ya kwamba mwanadamu hataweza kupotea. Kwa sababu kwa nini atapotea? Kwa sababu Mungu alinena, tukisoma Biblia hapo katika kitabu cha Yeremia sura hiyo ya 31 mstari ni huo wa 31 hadi wa 34, ambapo inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya angano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa angano nililolifanya wakati
wa baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo angano langu hilo lilifunjwa, ingawa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Mbali angano ili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundishwa kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watajua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Basi tunaposema Mungu anaokoa wanadamu, anatuokoa wanadamu kutoka kwa dhambi, anamkomboa mwanadamu kutoka kwa utumwa wa shetani. Habari ya Yesu ni habari njema. Yesu Kristo mwana wa Mungu anatuokoa kwa neema. Hakuna mbinu nyingine ambayo Mungu hutumia. Anatumia neema kutuhurumia, kwa sababu dhambi tunatenda. Mwanadamu anatenda dhambi, mwanadamu anaanguka kwa majaribu, mwanadamu anaanguka kwa shida, lakini Mungu atazami dhambi za mwanadamu. Anaitazama damu ya Yesu Kristo ili kuweza kumkomboa mwanadamu kutoka kwa utumwa. Basi msikilizaji, sharti tujue na lazima tuelewe ya kwamba Mungu aliahidi kumtafuta mwanadamu na akaahidi kumtoa mwanadamu kwa utumwa. Alipoahidi kumtafuta mwanadamu, aliahidi kukutafuta wewe, na nyakati akaahidi ya kwamba mwanadamu atajua neno la Mungu na kila mwanadamu atalielewa, na hakuna mtu atamfundisha mwenzake mwambie amjue Mungu, kwa sababu wanadamu wote watajua Mungu. Na ndipo tunahubiri na vyombo vya habari njema zimeenea kila mahali, ili kusudi wa Kristo na watu wote wa dunia, wenye dhambi na wasio wenye dhambi, waweze kuelewa ya kwamba Mungu anaokoa mwanadamu. Anamuokoa kutoka kwa dhambi zote, anamuokoa kutoka kwa shida, na hii wokovu unapatikana tu kwa neema. Neema hii ilianza wakati Yesu alikufa msalabani, lazima tukumbuke hivyo. Na tunajua ya kwamba si neema ambayo tulinunua. Neema ni kibali ambacho Mungu alitupatia mwanadamu, ili kila mwanadamu aweze kujua Mungu. Kwa neema Mungu alimwaga utajiri wake kama kibali, watu wote waweze kupata, kwa sababu tumepewa kibali cha neema. Mungu alimtoa Yesu kwa neema, kwa sababu anatupenda. Alimtoa Yesu kwa neema, ili sisi tukimwamini Yesu, ili sisi zote tukimwamini Yesu tuweze kusamehewa dhambi zetu pale tukitubu na kujileta kwa Mungu. Mungu ni mwaminifu, anasamehe wanadamu na anawaondolea hofu, anawaondolea shida, anawaondolea hukumu ya kifo. Basi wa Kristo ni lazima tuwe tayari, na kila mmoja awe tayari kutembea katika neema ya Mungu ambayo ameahidi. Kwa maana tunaposoma Warumi sura hiyo ya 8 mstari wa 1, itasema ya kwamba Yesu ndiye nyumba ya Mkristo, kama vile samaki kama vile samaki na maji. Nyumba ya samaki ni maji. Nyumba ya Wakristo nayo ni Yesu Kristo. Tukiwa ndani ya Yesu Kristo, mtu akimwamini Yesu, ukitubu dhambi zako kama vile umetubu, na wale hawajatubu wakitubu dhambi zao na wakija ndani ya Yesu, wamwamini Yesu, basi wanapokea uzima wa milele. Hivyo ni kusema nini? Mungu anakusudia kuwapatia wanadamu nini? Mungu anakusudia kuwafanya wanadamu nini? Mungu anakusudia kuwaokoa wanadamu kutoka kwa mateso. Hasa siku hizi ni siku za uovu. Nyakati hizi ni nyakati za uovu. Mwanadamu amejipenda sana. Mwanadamu anainukia mwanadamu yule mwingine. Vita maovu yanatendeka. Utawala umekuwa mbaya. Watu wanaongoza wale wengine vibaya, hasa lengo za kisiasa. Lazima tujue ya kwamba
mwanadamu uelewe ya kwamba hata kama shida za ulimwengu zitazidi, hata kama vyombo vya kivita zitakuwa zikiendelea kukua, Mungu ni mlinzi, Mungu ni mwokozi anaokoa wanadamu. Basi tukimtegemea yeye, hatimaye tutakombolewa kutoka kwa shida na ulimwengu wote. Mwisho kabisa, Mungu ndiye mwokozi wa ulimwengu, ili kila mmoja aweze kujua ya kwamba hakuna wokovu upatikanayo kwa mbinu nyingine, hakuna wokovu utokao kwa miungu, hakuna wokovu utokao kwa damu nyingine ila damu ya Yesu Kristo. Kwa maana walio katika damu ya Yesu, walio katika Yesu hawana hukumu. Yesu akiwakubali ameondoa hukumu kabisa. Hukumu ya dhambi Yesu ondoa, ili kila mmoja aweze kujua ya kwamba akiwa ndani ya Yesu hakuna anayeweza kumfanya mtu kuwa kupotea, kwa sababu Yesu anatupenda. Basi hapo awali manabii walihubiri ya kwamba Yesu atazaliwa, huyo Yesu atakufa msalabani. Yeremia alinena, Isaia alinena, na Yesu alikufa akukomboe mwanadamu. Lazima tujitoe kwa moyo wa kupenda na si kwa kulazimishwa. Mtu akijitoa kwa moyo wa kupenda, basi Mungu anaingia ndani, Yesu anaingia ndani yake, anamuosha uovu wake wote na anamuweka baraka. Basi uovu na hukumu ya dhambi ikitolewa na Yesu, basi mwanadamu upokea wokovu. Wokovu ni baraka kutoka kwa Mungu. Tunaposema wokovu ni baraka kutoka kwa Mungu, lazima tusome tu maneno yaliyo katika Mathayo sura hiyo ya 5 mstari wa 11 mstari wa 3 hadi wa 11. Hapo tunafundishwa nini? Mathayo anafundisha nini? Yesu anafundisha nini? Ni baraka zipi tunapokea katika Mathayo pale tukiokoka? Biblia inasema ya kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Basi mtu akimwamini Yesu Kristo pale anapata baraka. Baraka ya kwanza ni kwamba ufalme wa mbinguni ni wake. Heri mwenye huzuni, heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Ni kwamba dunia inaweza kuwa imekutesa sana, umeteseka ukapitia katika shida za aina tofauti tofauti, chuki, fitina na uharibu. Watu wakakutesa, watu wakakuchukia, ulimwengu ukakutesa, ulimwengu ukakutenga. Lazima ujue ya kwamba Yesu anasema heri wenye huzuni, maana au watafarijiwa. Faraja inaletwa na Mungu. Ukiwa moyo wako ni mzito, ukiwa na roho nzito ya kwamba dhambi, watu walimwengu wanakusumbua, mateso na shida ina tofauti tofauti. Unaweza kuwa huzuni yako inaletwa na magonjwa. Lazima ujue ya kwamba Mungu akikuokoa, wokovu wa Yesu, damu ile ya Yesu imemwagika msalabani, inawaokoa wanadamu kutoka kwa huzuni, kwa maana faraja inakuja kutoka kwa Mungu. Basi ndipo Biblia inasema mstari wa 5 ya kwamba heri wenye upole, maana au watairithi nchi. Hiyo ni kusema nini? Hata kama unapitia majaribu na matatizo, hata kama unapitia mitego ya aina gani ambayo ibilisi amekutegea, lazima uwe mpole na uwe mtulifu, ukitarajia ya kwamba wokovu wa Mungu atakuletea. Na ndipo inaendelea tu kufundisha Biblia ya kwamba heri wenye rehema, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Basi ni sharti ujifunze tabia ya Yesu, ya kwamba Yesu anabadilisha mwanadamu tabia. Na wakiwa mwenye rehema, wewe ukiwahudumia wengine, ukiwasaidia watu wengine, basi Mungu atakuja kukusaidia katika hali na katika maisha yako. Kwa maana ni mapenzi ya Mungu kila mwanadamu aweze kupata rehema. Ndipo Biblia inaendelea kutufundisha heri wenye mioyo safi, maana au watamwona Mungu. Basi Mungu utakaza mioyo ya wanadamu. Lazima ujue ya kwamba ukimwamini Mungu, Mungu anakupatia Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akiingia kwa moyo wako, damu ya Yesu inakutakasa, unakuwa kiumbe kipya. Dhambi, hali ya dhambi, uovu, hasira, Mungu anaziondoa na moyo wako unakuwa mpole. Na ndipo anasema heri wenye moyo safi. Tazamia moyo wako uwe safi. Ni jambo gani ambalo linaharibu moyo wako? Mpokee Yesu, ukaribishe wokovu,
mpokee Yesu awe mwokozi wa maisha yako, ili maisha yako yaweze kuwa maisha safi, ili maisha yako, moyo wako uweze kuwa safi. Kwa maana anasema au watamuona Mungu. Kila kusudi ya mwanadamu, kusudi ya imani na lengo letu kupokea imani ni hatimaye tuweze kupata ufalme wa Mungu, hatimaye tuweze kupokea ufalme wa Mungu. Basi tumuone Mungu pale kwenye enzi ya mfalme, tutamuona Mungu uso kwa uso. Basi safisha moyo wako, safisha moyo wako dhambi, safisha moyo wako maovu, safisha moyo wako mabaya, ili hatimaye uweze kumuona Mungu. Kwa maana pale tufikapo kwa Mungu ndipo tutapata baraka wa kupumzika. Utapumzika pale mateso, shida, hata ku economic mambo mangumu, maisha mangumu ya economy, kama mambo yamekulemea, pale kwa Mungu tutaweza kupata rehema. Tukifika kwa Mungu tutapumzikia shida, na ndipo Biblia inasema ya kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Basi baraka ya upatanishi inaingia. Upokeapo Yesu, upokeapo wokovu, unabarikiwa, na badala ya kuwa mtenganishi unakuwa mpatanishi. Ni mwito wa wokovu na ni mwito wa Mungu, na ni makusudi ya Yesu ya kwamba Wakristo wawe wapatanishi wa ulimwengu. Ulimwengu unateseka, wanadamu wameteseka, vijana wamelemewa na mandawa ya kulevya, wametengana na wazazi wao, wametengana na kanisa. Lazima tujifunze kama Wakristo, tuingie katika lengo la Yesu ya kwamba neema ni baraka, upatanisho ni baraka. Tupokee kibali cha upatanisho, kwa sababu ulimwengu unauma, kuna mateso mengi sana yanaendelea, na Yesu anasema heri wapatanishi, maana au wataitwa wana wa Mungu. Ukitaka kuitwa mwana wa Mungu kwa sababu umeokoka, lazima uwe mpatanishi, ili ulimwengu uwe mtulifu. Wafundishe wanadamu kwanza, wapatanishe wanadamu na Mungu, waache dhambi, watubu dhambi zao, waweze kusamehewa, kwa sababu watapata ondoleo ya dhambi. Wakiondolewa dhambi zao, pia wataondolewa uovu, wataondolewa hukumu, na hapo watakuwa wamepatana na Mungu. Na pia utawapatanisha na wenzao, kwa sababu Mungu anataka wanadamu waishi maisha ya utulifu, maisha ya amani, maisha ya upendo. Tazama pale maisha ya amani yaliharibiwa na Adamu, kwa sababu alimkosea Mungu, akaasi amri za Mungu, na pale akahukumiwa, na akahukumiwa kazi, akahukumiwa kuteseka, mwanamke akahukumiwa uchungu. Basi katika hiyo hali mateso bado yanaendelea, lakini ukiwa mpatanishi wa mwanadamu na Mungu, basi wewe utaurithi na utaitwa mwana wa Mungu. Watu wa kuona ukiwa mwana wa Mungu. Heri wenye kuudhi, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Basi siku hizi corruption imeingia kila mahali. Lazima tukumbuke ya kwamba Mungu anapenda wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Ni vizuri tutende haki. Ukiwa Mkristo, usimamie haki, usimamie ukweli, na ukatae uovu, ukatae uongo, ukatae kuchukua pesa bure, uamini kazi ngumu, uamini mtu kumwaga njasho, uamini mtu kupata pesa za haki, kwa sababu Biblia inasema heri kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wako. Kama unapata maudhi kwa sababu unapenda haki, usikate tamaa. Kama unapata mateso na unachukiwa na wanadamu kwa maana unatenda haki, usikate tamaa. Mungu anasema baraka ya kweli, Mungu anasema baraka ya kweli. Katika mibaraka ambayo utahesabiwa pale mbinguni na thawabu ambazo utapewa, ni kuvumilia kuudhiwa ambako unaweza kuwa unaudhika, na ukivumilia kuudhiwa, usimamie haki na uitende, basi baraka za Mungu zitashuka maishani mwako, na ukiubandirisha ulimwengu, ili ulimwengu ujue haki, ulimwengu ujue hukumu, ulimwengu ujue kwamba Mungu yupo, pale utaweza kuhesabiwa wa kubarikiwa. Na pale Biblia inasema tu ya kwamba heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa Mungu ni wao. Nawe ufalme wa Mungu utakuwa wako, na maisha yako ya mbeleni yako salama. Hata ukikataa ongo leo, ukikataa dhambi leo, maisha ya mbeleni iko sawa, kwa sababu umempendeza Mungu na umechagua kumpendeza Mungu. Ndipo mstari wa 10 unasema, heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yangu.
Basi Biblia inasema ya kwamba unaposimamia haki na unapotenda mema, maneno mabaya watu wanaweza wakakunenea, watu wanaweza wakakuhukumu, watu wanaweza wakakusemea mabaya na kukuudhi na hata kunena jina lako vibaya, kukuharibia njina kwa maneno ya uongo. Basi Mungu anasema heri wewe, kwa sababu umevumilia mateso katika wokovu. Watu wengi wanaweza ona aibu, wanaweza ona kuwa lifestyle ya wokovu ni aibu, kwa sababu ulimwengu upendi wokovu, kwa sababu ulimwengu unachukia haki, kwa sababu ulimwengu unachukia neema. Wewe jitie nguvu, pokea uwezo, pokea damu ya Yesu, wokovu katika damu ya Yesu, kwa maana hu heri kuliko wao. Unaposimamia kweli, unaposimamia haki, wewe hu heri. Na Biblia inasema simama imara, hata wakikunenea maneno ya uongo, hata wakikunenea maneno mabaya, simama imara ili uweze kumtetea Yesu, kwa maana ukifika pale mbinguni utakuwa heri. Hapa ulimwenguni uko heri kwa sababu umemwamini Yesu. Basi tunasema Mungu atubariki na kila baraka tunayohitaji katika Yesu. Tukipokea wokovu, unabarikiwa katika kila baraka unayohitaji, kwa sababu Mungu ni mfalme. Mungu ni mwenye vyote. Mungu ndiye ameumba ulimwengu. Vyote ni vya Mungu zilivyo ulimwenguni. Katika kila baraka, kama unataka kubarikiwa na afya njema, Mungu anakubariki na afya njema kwa sababu uko ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu, kila baraka unapokea, kwa sababu wokovu ni baraka ya kwanza na mambo yale mengine yanafuata pale. Unakuwa heri, unakuwa mtu wa furaha, unakuwa si mwanadamu wa hasira, kwa maana hasira nyingi hutokana na dhambi. Ukiwa mtenda dhambi unakasirika, kwa sababu dhambi zinakusumbua na ulimwengu ni msumbufu. Lazima tujue ya kwamba Mungu anataka kukubariki katika kila baraka, baraka za roho na baraka za mwili. Basi mwisho wa Kristo, lazima tujue ya kwamba kazi yako ni kuupokea wokovu, jukumu kubwa ambayo Mungu amemtwika mwanadamu. Anaposikia habari njema ikihubiriwa, Mungu anataka kila mwanadamu aweze kuokoka. Maneno hayo tunayasoma katika Matendo ya Mitume sura hiyo ya 2 mstari huo wa 41. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku hile wakaongezeka watu wapata 3,000. Ni kwamba Yesu alipofufuka na kufaa mbinguni, pale alimtuma Roho Mtakatifu, alishuka siku ya Pentekosti, na hapo Yesu aliposhuka, mitume wakamhubiri Yesu, kina Petro wakahubiri Yesu, watu 3,000 wakaokoka, watu 3,000 wakapokea neno, nao watu wakawa mbegu ya kwanza ya kanisa, wakashirikiana na mitume ambao Yesu alikuwa amewahubiria na kuwafundisha neno, wakamwamini Yesu, na watu 3,000 wakaokoka, wakaingia katika wokovu. Basi Mkristo na mtumishi wa Mungu, hata kama mwenye dhambi na hujaokoka, mlango wa rehema, mlango wa neema bado umefunguliwa. Damu ya Yesu bado inafanya kazi, na Mungu anakualika kwa wokovu, kwa maana ameutengeneza kwa ajili yako. Na ndipo kanisa limetokea, kanisa linahubiri neno ili wewe uweze kumpokea Yesu, kwa maana kazi yako kubwa ni kumpokea Yesu. Mwenzangu, ndugu yangu, dada yangu, baba yangu, na hata kila mmoja, na kuomba ili uweze kumpokea Yesu. Fungua moyo wako, fungulia moyo wako, uoshwe na damu ya Yesu, upokee wokovu ili uwe na uzima wa milele. Waliomwamini Yesu, Biblia inasema waliomwamini Yesu lazima wawe watiifu kwa Yesu. Amen. Ukimwamini Yesu Kristo, ukiokoka, lazima uwe mtiifu. Hawa waliookoka, walipohubiriwa na Petro, waliokoka na wakawa watiifu katika ile neno, na wakafungua maisha yao kwa Mungu, wakapeana maisha yao kwa Mungu, wakawa watiifu wa kuacha dhambi. Basi shida mingi na mateso mengi yanatokea kwa maisha ya wanadamu ni kukataa kusikia kumheshimu Mungu na kuwa watiifu. Tabu nyingi zinamwandama mwanadamu ni kukosa utiifu. Kama utakuwa mtiifu, utakuwa na neema. Kama utakuwa mtiifu, utakuwa na amani na watu wote. Wale walipotii, ukitii neno la Mungu, ukiupokea upendo wa Mungu, basi maisha yako yatakuwa mazuri. Biblia inasema ya kwamba tubu dhambi zako,
Romans, Warumi sura hiyo ya 10 mstari wa 9 anasema nini Mungu? Anasema nini kuhusu kutubu dhambi zetu? Lazima tujue Mungu apendi dhambi. Na Mungu akiwa apendi dhambi tunazozitenda, lazima tujitafute mbinu na njia ya kweli ya kupona dhambi ni kutubu dhambi zetu kwa Mungu. Njia iliyo safi na njia iliyo ya kweli kabisa ni kukubali wewe ni mwenye dhambi na unazitubu dhambi zako na unampokea Yesu anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili mabadiliko ya kweli na baraka za kweli ziweze kuingia kwenye moyo wako. Biblia inasema ya kwamba mstari huo wa 9 sura hiyo ya 10 ya Warumi inasema kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na ukiamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hiyo ndiyo mbinu na ndiyo formula ya kupokea wokovu. Lazima mwanadamu ujue ya kwamba kila mara Mungu anakutafuta, kila siku Mungu anakutafuta. Je, uliwahi kumkiri Yesu ya kwamba ni Mwokozi na Bwana wa maisha yako? Kama hujawahi kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yako, wakati ndio huu, ukiri moyoni, umwamini Yesu, upeane maisha yako kwa Bwana awe Mungu na Mwokozi wa maisha yako. Ukiwa pale nyumbani, ukiwa mahali unaweza kuwa ukitazama TV ya Undugu mahali ulipo, nafasi ni wakati ni sasa. Nafasi imefunguliwa, mlango umefunguliwa ili uweze kumwamini Yesu, umkiri kwa kinywa chako na umwamini ya kwamba, uamini moyoni ya kwamba Yesu ndiye Mwokozi wa mwanadamu. Yesu ndiye mponyaji wa dhambi za mwanadamu. Yesu ndiye ndawa ya dhambi za mwanadamu. Yesu ndiye njia ya dhambi za mwanadamu. Pale utakuwa na uzima wa milele, maisha yako yatakuwa mazuri, utabarikiwa, utapokea mibaraka yote na baraka zote ambazo ni za wokovu, utapokea amani, utakuwa heri, utakuwa utakuwa mpatanishi na maisha yako yataanza kuongozwa na nuru ya Mungu. Kwa maana Mungu atakukomboa hata kutoka kwa kaburi, atakukomboa kutoka kwa kaburi ya milele. Pale utoke kwa mauti uwe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima wa kukaa, si uzima wa kuisha siku moja na kesho umepotea. Basi dhambi ndio jambo kuu sana ambayo ufanya mwanadamu atengane na Mungu. Na Mungu alimtengeneza Yesu ili Yesu asimame pale katikati, awe fukio, awe pitio, awe njia yako kuingia kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Basi ukimheshimu Mungu na umwongope Mungu, ukitubu dhambi zako, mheshimu Mungu, mwongope Mungu. Katika kumwongopa ni kufanya mapenzi yake, tii sheria zake alizompatia Musa, tii amri 10, heshimu baba na mama yako, usiue, usizini, usifanye dhambi zozote, usichukie mwenzako, umpende jirani yako, siku ya ibada uitenge, jina la Mungu uliheshimu. Basi pale ukiwa na Mungu pekee, unatupa miungu kando, unaweka miungu kando, unamtegemea Mungu. Hiyo ndio heshima ya kweli, heshima ambayo ina unyenyekevu, heshima ambalo ni tiifu, heshima ambalo lina nuru, heshima ambayo katika maisha yako ukimtii Mungu inaleta mabadiliko. Shughuli zako za kila siku mheshimu Mungu. Shughuli zako za kila siku mshuhudie Mungu. Katika shughuli zako, kunena kwako, tabia zako, mienendo yako, hata marafiki, uwafute na wafunza kumheshimu Mungu, kumtii. Kwa maana umeokoka na umebadilika na umeacha dhambi na umeamua kumpendeza Mungu katika shughuli zako na katika hali yako ya maisha. Haijalishi wewe ni maskini ama uwe tajiri, ukiamini na kuokoka, ukimpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi maisha yako yanakuwa mazuri. Ni kwamba Mungu kila siku anakupenda. Ni kwamba Mungu kila siku ana kusudi njema kwa maisha yako. Ni kwamba Mungu kila siku ana makusudi ya kukutafuta. Ametuma wahubiri wa kuhubirie. Usifanye moyo wako kuwa mngumu. Ametuma watu wahubiri. Ameita watu wahubiri na watangaze wokovu. Usifanye moyo wako kuwa mngumu. Fungua moyo wako, mkiri Yesu, muamini, mtafute. Unapoamini uwe mtiifu kwa Mungu. Tafuta na jilazimishe, jitie bidii kufanya mapenzi ya Mungu. Lazimisha mwili wa dhambi, lazimisha roho yako, lazimisha moyo wako
kumpenda Mungu, ili nuru ya wokovu iweze kuangaza katika maisha yako ya kila siku. Na pale watu watakuita aliyebarikiwa, pale watu watasema wewe uheri, na utakuwa uheri kwa maana unatumaini ya leo unaishi maisha ya baraka, na unatumaini la mbeleni ya kwamba Mungu ni Mwokozi na maisha yako. Hata ukifa utafufuka. Mpende Mungu na mtegemee yeye. Basi pale unapookoka na kumwamini Yesu, ukifungua moyo wako na kumwamini Yesu, umpende Mungu na mtegemee. Mpende Mungu na mtegemee. Ukimpenda Mungu na mtegemee, basi Mungu atabadilisha maisha yako. Maisha yako yatakuwa ya amani, maisha yako yatakuwa ya baraka, maisha yako yatakuwa maisha ambayo yameangaziwa na Mungu, na chochote utakachotaka, kwa sababu Mungu ana utajiri wa kila jambo. Ana utajiri wa rehema, amekurehemu. Ana utajiri wa mali. Hasa duniani siku hizi watu wanakataa kuwa watifu kwa Mungu kwa sababu wanakimbizana na mali. Watu wanauana wakikimbizana kwa vita za mashamba. Watu wanauana kwa vita ya nani atakuwa mkuu na atakuwa na nguvu sana. Na Mungu ukiokoka, Mungu atakukomboa kwa hizo tamaa zote. Utaachana na tamaa za kilimwengu. Ijapokuwa sijasema usitafute mali, Mungu hataki uwe masikini. Kuwa masikini si kipawa cha rohoni. Lazima ufanye kazi kwa bidii, lakini katika kila kazi na kazi ambazo utafanya, umpende Mungu na mtegemee yeye, kwa maana bado Mungu ana uwezo wa kumbariki mwanadamu. Mungu aliyekuita, Mungu aliyekuumba yuko na uwezo wa kukubariki. Mungu aliyekuumba yuko na makusudi ambayo ameweka kwa maisha yako. Mtii yeye, mtegemee yeye. Fungua moyo wako, fungua njia zako. Mfungulie Yesu angaze njia zako. Mfungulie Yesu angaze njia zako na maisha yako, ili uweze kupokea baraka ambazo ameahidi. Ni kwamba Mungu akikuchagua ukiwa mtiifu kwa Mungu, wokovu wa Mungu ni jambo la kuimbwa na kusemwa na kwa sauti kubwa na kila mtu. Basi ukiwa umeokoka, ili neno wokovu lazima ujifunze kuitangaza. Wokovu ndio salvation. Uweze kutangaza wokovu wa Yesu ambao anamfikia mwanadamu, ambaye anampenda mwanadamu, ambaye anamuinua mwanadamu kutoka kwa dhambi, ambaye anamsamehe mwanadamu. Mungu ambaye kila siku anamuita mwanadamu kwake, anamuita kwa upendo. Mungu hachoki kumuita mwanadamu. Ijapokuwa dhambi zinaweza mkasirisha. Unaweza kuwa umefanya dhambi kubwa. Dhambi zote hakuna kubwa na ndogo. Dhambi zote ni dhambi machoni pa Mungu, lakini kuna dhambi ambazo hazileti mauti. Basi ukijua dhambi zako na ukijua njia zako ambazo unaishi, ukijua mbinu ambazo unaishi na umheshimu Mungu, basi Mungu atakubadilisha. Ukimpokea Yesu, utubu dhambi zako zote, ujue Yesu anakupenda. Ukitubu dhambi zako zote na umwamini Mungu, ujue anakutafuta, basi maisha yako yatakuwa tofauti. Mungu anapenda kubadilisha maisha yako. Mungu anakusudia kubadilisha maisha yako. Wakati ni sasa, na aliutoa wokovu tangu mwanzo. Alipanga wokovu tangu mwanzo. Wakati ni sasa upokee huu wokovu, na wakati ni sasa uanze kuhubiri. Ukiokoka utahubiri neno la wokovu. Na ndiyo maana unaona kila mtu anaimba wokovu, anaimba neno, jina la Yesu, analitaja jina la Yesu, anataja upendo wa Mungu, kwa maana jambo ili wokovu, jambo ili salvation ni neno ambalo na ni jambo ambalo linastahili kwa kila mwanadamu, ili makusudi ya Mungu na ya Yesu ni ulimwengu wote na kila mwanadamu aweze kumpokea Mungu na aweze kusimama imara na aweze kuacha dhambi. Hapo tunasema aje? Leo fungua moyo wako. Leo fungua roho yako kwa Mungu na unyenyekee pale chini ya Mungu. Hakuna hasara utapokea, hakuna hasara utaenda. Hasara itatoka kwa sababu kama umekuwa mlevi, umelewa na pombe na umetubu dhambi zako na umeokoka, utaacha anasa, utaacha maisha ya starehe, utaziungama dhambi zako na utabadilika, na roho wa Mungu pale atafanya kazi. Ataingia moyoni mwako kama vile alivyowaingia wale mitume walipokuwa wanahubiri Yesu na watu wakafunguliwa, au waliomwamini Yesu waliingiwa na Roho Mtakatifu akafungua maisha yao, wakawa baraka, wakabarikiwa, wakakaa kwa Mungu, wakakaa pamoja, wakahudhuria mikutano yote ya maombi vizuri, na wakawa baraka, wakawa wakibariki mmoja na yule mwingine, kwa sababu mioyo yao waliipeana kwa Mungu, na ni kwamba waliokoka kabisa. Ninakuita asubuhi ya leo, Mungu anakuita asubuhi ya leo, ili uweze kujua ya kwamba
Kazi yako kubwa ukiwa Mkristo duniani ni kuhubiri wokovu. Hubiri kwa mbinu zote. Unaweza hubiri kwa kunena na kinywa chako. Kama una nafasi ya kunena na kinywa chako, unaweza hubiri kwa kutoa. Unatoa mali yako, inafanya kazi ya Mungu kwa wale wamebarikiwa. Kwa sababu umeokoka, unaweza fanya kazi ya Mungu hata kwa kuomba. Kuombea wale wanaihubiri ile neno la Mungu waweze kufunguliwa milango wa kuhubiri. Kwa sababu ni kwamba Mungu anapenda walimwengu, Mungu anapenda ulimwengu wote, na anataka kila mwanadamu aweze kupokea neno. Wakati ni wako uitikie hii neno la wokovu, wakati ni wako umuitikie Mungu na umwamini, upokee wokovu na ubandirishe maisha yako, ili katika hali ya kuishi Roho Mtakatifu atakuongoza na atakufungulia njia za kuhubiri Injili, nawe utakuwa mshindi wa washindi. Basi Wakristo ni lazima tujue kwamba wokovu upo kwa ajili ya kila mtu atakayekimbilia. Wokovu bado upo kwa kila mtu kutoka kwa kabila zote. Uwe kabila gani, uwe mzungu mweupe, uwe mweusi, wokovu wa Mungu ameutoa kwa mwanadamu ili kila mwanadamu aweze kukubali na apokee wokovu kwa kutubu na kwa kuwa na imani ndani ya Yesu. Imani bila matendo tunasema imekufa. Yakobo anasema ya kwamba imani sio na matendo imekufa. Basi ukimwamini Yesu, ukitubu dhambi zako, ukitubu dhambi zako, ukahubiria wengine watubu dhambi zao, utapata wokovu na utapata uzima wa milele. Ni kwamba Mungu anakupenda, ni kwamba Mungu anakuita, na katika vile hali ile ulio ya maisha, na kuomba utubu dhambi zako na umwamini Yesu. Waliotubu dhambi zao, mliotubu dhambi zenu ambao ni Wakristo, fanyeni kazi ya kuhubiri Injili. Tangazeni wokovu wa Yesu ili kila mtu aweze kupokea. Na usione haya, usione aibu kuhubiri habari njema, kwa maana ni jambo ambalo linastahili. Imba wokovu, tangaza wokovu. Watu wabandirike, watu waache dhambi. Pale Mungu atakubariki, wema utakufuata, ukilala baraka zitashuka juu ya maisha yako, ukitembea malaika wa Mungu atakuongoza, utatembea katika nuru, kwa maana umetembea katika nuru ukiwa mtiifu, maana umeingia katika uzima na utakuwa ueri. Kila mmoja abarikiwe, ubarikiwe katika hali zako, Mungu akuinue. Ukimwamini Yesu akuinue kutoka kwa dhambi, akushindania kwa maadui, akushindania hata kwa mateso yote unayopitia. Kwa sababu kila pitio unalopitia, Mungu ako na nguvu za kukutoa pale. Mwamini Yesu uokoke. Hata kama umelemewa na mandawa ya kulevya, hata kama umelemewa na dhambi za kuzini, hata kama umelemewa na dhambi gani, Mungu bado anakupenda na anakuita umpokee. Mwamini huyu Yesu, nawe Bwana na Mwokozi wako. Mungu nalibariki neno lake. Amina. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, uliyetuumba na ukaumba ulimwengu, ambaye unatupenda sana na Mungu ambaye umetutafuta, ninakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao ili neno limeweza kuwafikia. Naomba Bwana uweze kuwasamehe dhambi zao, wote wanaotubu dhambi zao Bwana wasamehe, wote wanaoitikia wokovu Bwana wakubali na uwatakase ili wape nguvu za kuendelea mbele. Wale ambao wamekwama dhambini, wale ambao Bwana wa mbinguni wamekwama dhambini, wahurumie na uwashike mkono. Damu ya Yesu waoshe. Yesu waone rehema yako, waponye katika kila hali. Walio wagonjwa waponye, walio na mashida mbalimbali Bwana watazamie na uweze kuwaokoa kutoka kwa mateso ambayo wanateseka. Wanaolemewa Baba wa mbinguni na ulimwengu na mateso ulimwengu na magonjwa na shida zozote zile, hata wale Bwana wa mbinguni wanasumbuliwa na maadui yao, naomba Bwana uweze kuwafikia na mkono wako wa nguvu uweze kuwainua, kwa maana umeahidi utatubariki, ulileni na unatupenda na utazidi kutupenda tunapopokea neno na kuhubiri. Wape wa Kristo nguvu ambao wameokoka na wanaendelea kuokoka, ili waweze kuhubiri neno lako. Wahubiri kwa matendo, wahubiri kwa matendo yao, wahubiri kwa vinywa vyao, wahubiri kwa kuomba. Tia kanisa nguvu liweze kuendelea kuomba, watie wa Kristo nguvu waendelee kuwa watiifu, kwa maana ulimwengu huu una mateso, ulimwengu huu uko na shida na tunateseka Baba, lakini tunajua kwamba upo pamoja nasi, tuko na nguvu. Tunajua upo pamoja nasi na unatupenda, tuko na nguvu.
hofu, tuko na imani ya kuendelea mbele. Ambaye anashindwa Baba mshike mkono, yule analemewa Baba muinue, kwa kuwa huu Mungu mwaminifu. Naomba Roho Mtakatifu aweze kuwajaza Wakristo wote, aendelee kuwajaza wanapofanya kazi yako kwa utiifu. Baba wa mbinguni, kama tumefanya dhambi zote za kutokutii kwa njia ile ama ile kupokea wokovu, naomba Baba uweze kutusamehe. Samehe Wakristo na wabariki. Asante kwa kuwa unatupenda na utaendelea kuwa nasi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.